Mada yetu ya leo, ma yakhruju bihi almu'min min durusi Ramadhan fi haqa'iq alislam wal iman wal ihsan. Mu'min atakiwa atoke katika madarasa ya Ramadhani katika hakika ya Uislamu na imani na ihsan. Yani mu'min atakiwa atoke na mambo gani katika madarasa ya Ramadhani? Katika hakika ya iman, Uislamu na imani na ihsan. Ndugu zangu, kila kitu kina hakika. Na mimi hupenda kwenda na mifano. Juzi tulikuwa na Idi. Bila shaka na Mwenyezi Mungu amejalia siku hizi tumekuwa tuna Idi siku ya kwanza, wenyewe usema Idi ya Saudia na Idi ya Kenya. Almuhimu ni Idi. Ya popote ni Idi. Lakini yule ambaye siku ya kwanza hakuvaa nguo nzuri hujulikana huyu leo sio Idi yake, si ndio? Inaumjulisha ni kule kutovaa nguo mpya. Na yule alovaa nguo mpya inajulisha kwamba huyu leo ni Idi. Nguo tu imemjulisha huyu leo ni Idi na huyu leo si Idi. Na mimi na wewe tumetoka kwenye Ramadhani. Kuna vitu vitajulisha kwamba wewe kwenye Ramadhani kweli ulikuwa kwenye Ramadhani. Umeipata Ramadhani, umeifunga Ramadhani. Umeyapata yaliyokuwa kwenye Ramadhani. Na kuna mambo yatajulisha kuwa wewe Ramadhani ilikuweko lakini wewe ulikuwa huko. Ramadhani ilikuweko. Kwa mfano, umetoka nje, mimi niko ndani huku mvua yenyesha nasikia, lakini umeingia wewe huna mwavuli wala huna matone ya maji. Hakuna mvua huko nje. Mimi nitashangaa, mbona mkavu? Bwana iko, mbona nimepita kwenye penu, sizuita penu. Yaani nimepita kwenye mabamba, nimejifita mvua haikunipata. Hasa hapa roho yangu itatulia. Lakini nitashangaa, mvua yote ni na huna hata alama ya marasha. Hata ukupata matone. Sasa, je, kila mmoja ajiulize. Tumetoka katika darasa za Ramadhani, Uislamu, haqa'iq al-Islam. Je, tumejifunzisha nini katika hakika ya Uislamu? Tuna athari yoyote? Haqa'iqul iman, tuna athari yoyote hakika ya imani? Haqa'iqul ihsan, tuna hakika yoyote ya ihsan? Hata angalieni juzi tumeona sisi baraza ya kama walioona wengine. Kulikuwa na baraza hapa Mombasa, baraza la Idi baraza wanaita. Hata wasokuwa Waislamu wamevaa nguo za kiidi kuonesha. Wewe ukimwona tutaiwa huyu si mtu wa huyu si Muislamu lakini amevalishwa nguo za Idi. Ngana yeye aonekane ni amevaa kiidi na yeye ili aonekane uko kwenye kiidi. Sasa Muislamu, yasikitisha, umeishi ndani ya Ramadhani mwezi mzima. Mbona huna khil'at Ramadhan? Vazi la Ramadhan. Ni Mungu hakukuvisha au ni wewe mwenyewe umelivua? Ni kweli Ramadhani ni Ramadhani imekukatalia au ni wewe umelivua lile vazi? Ni swala. Ndugu zangu, tuna mifano mingi. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani atuambia wa fil ardi ayatul lilmuqinin. Katika ardhi kuna mifano kwa wale wenye yakini. Wa fi anfusihim, na katika nafsi zao. Hivi sasa watu wote Mombasa hapa, kila mmoja azungumzia nyumba. Nyumba limevundika. Kila mmoja atazungumzia angoli yake. Mafundi hawakujenga vizuri. Lakini hebu tujiulize, ile nyumba mimi na wewe kama Waislamu twasoma somo gani? Hii nyumba duniani imejengwa. Tuchukulie njia yoyote. Njia yoyote wewe chukua wewe. Lakini mimi na wewe tuna nyumba tuzijenga akhera. Mimi na wewe tuna nyumba akhera. Mungu ametaka kutupa mifano tuangalie. Sio kuwa tujenga nyumba kama hii tena ile imebomolewa na wengine. Sio kwa mimi na wewe mwenyewe twaibomoa. Mwenyezi Mungu asemaje katika Qur'ani? Yukharibuna buyutahum biaidihim. Kuna watu huvunja nyumba mikono yao biaidihim.
Subhanallah. Naona mfano ule mfano. Usikae wewe ukasema mejenga na pesa za haramu, mejenga sijui na wewe, mhukumu wewe. Mimi na wewe amali zetu tujengazo. Mwenyezi Mungu asemaje? Fa amma man utiya kitabahu. Subhanallah. Tutakazo kuzifanya mawili, imma utiya kitabahu biyamini. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Lakini ikiwa wewe ulozifanya zote ni za biyamini, sasa kuna na upande mwingine, nasallallahu salamata wal afia. Wa amma man utiya kitabahu fayaqulu ya laitani lam uta kitabia ya laitaha kanat alqadhiya ma aghna anni maliya. Kwa nini? Yesu alikuwa na senti. Ma aghna anni maliya halaka anni sultania. Kile cheo nilikuwa nacho, wale wafuasi nilikuwa nao, zile like nilikuwa nikizipata, wale followers walikuwa nikiwapata, halaka anni. Kumbe wameniangamiza wote, hawakuwa na maana. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ndugu zangu, baada ya mifano haya yote tutaka tena mazingatio gani? Mungu ametuletea haya yote. Mwenyezi Mungu asema katika Qur'ani, afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha. Hamuzingatii tu nyinyi kwa Qur'ani au nyoyo zimetiwa kufuli? Subhanallah. Darasa baada darasa, tahajjud, tarawih, qiyamul layl, dhikr, sijui tasbihi, sijui nini. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu ametuwekea Ramadhani liidraki muhimmatina fil haya. Tujue muhimu wetu katika nini, muhimu wetu katika maisha haya. Nini umuhimu wetu? Muhimu wetu mkubwa katika haya maisha, an nudrika adhamata Allah, ukubwa wa Mwenyezi Mungu, kwamba la adhamata siwa Allah, hakuna kitu cha faa tukitukuze zaidi ya Mwenyezi Mungu. La adhamata siwa Allah. Na ndio wewe ukaona sisi tumefunga Idi, tumefunga Ramadhani. Kwa nini baada ya Ramadhani tusiseme alhamdulillah, alhamdulillah, tuseme Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Manake Allahu akbar, Mungu ni mkubwa kushinda matamanio yangu, Mungu ni mkubwa kushinda slash, Mungu ni mkubwa kushinda letter house, Mungu ni mkubwa sijui kushinda party, sijui Mungu ni mkubwa sijui kushinda sijui nini gani, Mungu ni mkubwa sijui kushinda mipangilio gani, Mungu ni mkubwa. Allahu akbar. Na ambaye kwamba yeye atakuwa yuwasema Allahu akbar, lakini atatanguliza matamanio yake kushinda Allahu akbar, hata akasema 1000 mara Allahu akbar, ma qala Allahu akbar, kadhab, mrongo. Atanguliza utesi kuliko Allahu akbar, atanguliza shahwa kuliko Allahu akbar, atanguliza mali ya haramu kuliko Allahu akbar, atanguliza urongo kushinda Allahu akbar, atanguliza kunyanyasa kuliko Allahu akbar, atanguliza kula haramu kuliko Allahu akbar, hata akakariri la ilaha illa Allah wallah Allahu akbar. Taarif maana Allahu akbar? Allahu akbar min kulli shay, min kulli shay, kila kitu Allahu akbar. Na tukisha kujua kwamba la adhima illa Allah, tujue kwamba wa ilayhi almarji'u wa ilayhi almasir, ilayhi yarji'u al-amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal. Ilayhi yarji'u al-amru kulluhu, kwake kila kitu charudi,
amru kulluhu ilayhi yarja, kila kitu. Umeona wewe ambaye hajawahi kurudi kwa Mwenyezi Mungu? Umeona aloshopoka kwa Mwenyezi Mungu? Umewahi kumwona mtu aliokimbia? Mwenyezi Mungu asemaje? Inna ilaina iyabahum, inna ilaina ni kwetu sisi, iyabahum kuwarudisha, sisi wenyewe ndo tuwarudisha. Kisha bas thumma inna alaina, la ilaha illa Allah. Mimi nitawahesabu mimi, wewe usio na baba iko, mimi ndo nitawahesabu. La ilaha illa Allah. Subhanallah. Angalia Mwenyezi Mungu asemaje, wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu. Alikuwa haamini. Alikuwa haamini. Subhanallah. Suala, je, tuko tayari kwenda kukutana naye? Wakati wewe unataka kwenda kufanya interview ya kazi, unajiandaa kukutana na Mwenyezi Mungu, tuko tayari? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba, akamwambia ma minkum illa wasayukallimu rabbuh laysa bainahu wa bainahu turjuman, kila mmoja atazungumza na Mola wake, hakuna mkalimani, face to face atazungumza na Mola. Subhanallah, face to face na Mola. Tukiwa Mwenyezi Mungu alituwekea Ramadhani na akatupa malengo yake, akatwambia kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum. Sasa manhum ahlut taqwa, ni nani wale waliompata ile Ramadhani wakapata wakatoka na ile ahlut taqwa? Leo kuna mashabiki wa timu. Shabiki ni upi? Ni ule ambaye hata akifungwa yeye hatoki, si ndio? So, mimi simo tena. Waambia wewe si shabiki. Siku hizi kuna lugha hutumika, waambia shabiki sugu, si ndio? Usikia lugha hiyo? Shabiki sugu, maana yake hata akifungwa bado. Kule kwetu kuna wimbo kila tukifungwa mahaba uzidi. Kule kwetu wana msemono kwamba kila tukifungwa mahaba uzidi. Sasa kuna lugha hutumika shabiki sugu. Sasa ahlu taqwa, wewe kuwa wewe ndio ule ulopata ile krimu ya Ramadhani ni nani? Ni hawa ahlu taqwa. Manake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'ani, wal aqibatu lilmuttaqin. Ukitaka kujua mwisho mwema siku zote ni kwa watu wanaomwogopa Mwenyezi Mungu. Muttaqin ndio wao na mwisho mwema. Kisha akasema wa uzlifatil jannatu lilmuttaqin. Pepo haikurubishwi ila kwa wale uzlifatil, ile pepo inayokurubishwa. Wako hapa pepo inakurubishwa wao. Kisha asema wa in minkum illa wariduha, hakuna katika nyinyi binadamu ila atapitishwa kwenye moto. Lazima watu wapite motoni. Kana ala rabbika hatman maqdiya, Mungu ashahukumu hili. Lakini thumma nunajjil ladhina taqaw, kisha tutawaepusha wale ambao kwamba attaqaw, wale muogopa Mwenyezi Mungu. Wanadharu alladhina wanadharu adh-dhalimina fiha jithiya, tutawaacha wale walikuwa adh-dhalimina. Sikia hatari jamanini, ogopa kudhulumu. Wanadharu dhalimina, tutawaacha wale kudhulumu wale katika moto jithia, wenye kupiga magoti. Mwisho mwenye kudhulumu kazi yake kupiga magoti motoni. Subhanallah, dhulma yote utapiga magoti, usidhulumu. Usijione leo una uwezo wewe ni mimi, utapiga magoti, usidhulumu. La tadhlimanna idha ma kunta muqtadiran, usidhulumu ukiona uweza. Fadhulmu yarji'u kubahu ila nadami, dhulma mwisho wake urudi ni majuto, si leo, kesho, akhira na leo. Tanamu ainaika,
mato yako yatalala. Wal madhlumu muntabihun, alodhulumiwa yeye fikiria tu. Yadu alayka, hukuombea. Wa ainullahi lan tanami, mato ya Mungu hayalali, usikiliza tu. Na Mwenyezi Mungu alitukua ahadi, la ansuranna almadhluma walau kana kafira, tamnusuru anayedhulumiwa hata kama hakuniamini mimi, hata kama hakuniamini, hata kama hakuniamini mimi nitamnusuru, hata kama kafiri amenikataa mimi, lakini ukimdhulumu mimi sikubali. Yeye haniamini mimi, lakini usimdhulumu. Sasa yeye kuamini, mimi hata sikubali mimi mtu adhulumiwe, hata kama haniamini mimi usimdhulumu. Subhanallah, angalia dhulma ilivyokuwa mbaya kwa Mwenyezi Mungu. Hata kama mtu hamwamini Mwenyezi Mungu, angalia leo uone tofauti ya Mungu na kwa Mungu. Leo kama mtu humsapoti, akija mtu mwingine akimkosea, shauri yake, yeye mwenyewe hanikubali mimi, maliza yeye. Lakini Mungu Mungu hataki hata mtu kama hamkubali yeye, hataki adhulumiwe. Si dhulumu. Mungu huyu hakupendi, huyu kukanusha, huyu hayo mimi na yeye, lakini wewe usimnyanyase haki yake, usimpogonye haki yake, usimchukulie haki yake. Mimi na yeye tuache mimi na yeye, wewe usiingilie, si kazi yako. Haki yake usimpogonye. Sasa man ahlu taqwa, watu ahlu taqwa wale ambao kwa maana Ramadhani walipata hiyo. Asema humul ladhina aikanu bi'azamati ilahihim, ni wale walijua kwamba Mola wao ni mkubwa, Mola wao ni mtukufu, na wakajua. Aikanu, unajua maana yaqini? Yaqini kama mimi nikuulize wewe mwanamume mwanamke, ngoja mfikirie, huna yaqini, lakini ukajibu mimi mwanamume, una hakika? Hakika gani bwana wewe, acha machezo moja kwa moja huko. Hakuna mmoja aliyokuwa hapa msikitini ukimuuliza wewe mume mke ataketa fikiria kwamba ngoja nimpigie mke wangu simu nimuulize. Hakuna. Kila mmoja na hakika yeye, ile ndio inaitwa yaqini. Una yaqini kwamba Mola wako ni mkubwa. Kivipi? Sifuati ile aliyoniletea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lisoletwa na Mwenyezi Mungu misilifuati. Wa aiqanu, wakawa na yaqini biirsalihi ilayhim khatamu anbiya'ihim, kwamba Mungu alitumilizia mtume tumfuate. Mimi sifuati ila alitakalo mtume sallallahu alaihi wasallam, lingine lolote halifai. Fulani faltani alani, mimi si kiongozi changu. Kiongozi wangu, ukimuuliza mtu wewe kiongozi wako nani? Hana mama hana baba, ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, ukimfuata sikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam utajuta. Angalia Mwenyezi Mungu hapa mbele atakapokutuelezea hali ya wale watakao kuwafuata wasokuwa mitume, hali yao watakuwa namna gani. Halul muttaqina, wanaomwogopa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni watu aina gani? Asema famtathalu li amrihi, wakafuata kila maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Wajtanabu ma nahahum anhu, wakaepuka kila alowakataza. Mungu amekukataza ili hakutoka kuangalia sijui fulani apenda fulani afurahi. Maadamu Mungu hataki. Waqamu hayata, wakaishi katika uhai wao, sawa ni katika dhawati yao wao wenyewe, familia zao, shakhsia zao, personality yao, nafsi zao, nyumba zao, ofisi zao, kazi zao, watoto wao, muamala wao, mafungamano yao, wanaowazunguka wao, katika manhaji ya Mwenyezi Mungu na mtume. Sio bana siasa haikubaliani, utaweza basi paka kwenye siasa tufuate dini. Siasa yao ni kumtunga Mwenyezi Mungu na mtume, kazi yao ni kumtunga Mwenyezi Mungu na mtume, biashara yao ni kumtunga Mwenyezi Mungu na mtume, maskani yao ni kumtunga Mwenyezi Mungu na mtume, nyumba yao ni kumtunga Mwenyezi Mungu na mtume, vipindi vyao kwenye TV ni kumtunga Mwenyezi Mungu na mtume, mazungumzo yao ni kumtunga Mwenyezi Mungu na mtume, biashara yao ni kumtunga Mwenyezi Mungu na mtume, mazungumzo yao ni kumtunga Mwenyezi Mungu na mtume, maskani yao ni kumtunga Mwenyezi Mungu na mtume, kazi, mishahara, kula, kulala, yani kila kitu chao wao ni Allah wa Rasula, hakuna kingine.
fallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu. Hakuna kutaka kumridhisha mwingine, ni Mungu na mtume basi. Baada ya Mungu na Mwenyezi Mungu na mtume, faliyaghdhab man yaghdhab, mwingine kama atakasirika na basti. Hakuna anayekuwa na haki ya kuridhishwa zaidi ya Mwenyezi Mungu na mtume. Mwingine yote la, mimi hamu yangu ni kumridhisha yeye na Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Madamu Mwenyezi Mungu na mtume atakuwa radhi, basi خلاص ndo nitakalo mimi. Kingine la. Ammar bin Yasir alilia mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Rasulullah, wameniadhibu mpaka nikamkanusha Mwenyezi Mungu. Mtume akamwambia fa in adu fa'ud, ikiwa kwa kuadhibiwa wakirudi furudi. Mwenyezi Mungu akateremsha aya, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Angalia, ukriha, amelazimishwa. Lakini leo angalia, mtu hupewa shilingi 500 akainenea maneno tukana, akatukana. Yani wewe upewa 500 kisha sema si ilikuwa si mimi 500, pumbavu wahid wewe. Kwa msimamo gani wewe? Kisha sema si wewe. Sikiliza Qur'ani yaelezea watu namna hii hali yao namna gani. Yaani manhaji yoyote yatakayokuwa si ya kumridhisha Mwenyezi Mungu na mtume hayafai kufuatwa. Hayo sio manhaji ya ahlu taqwa wa ahlu maghfira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu bas. Lakini inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Anayemwogopa Mwenyezi Mungu ndio afaa kuitwa huyo karimu. Kutukuzwa mtu ni kumwogopa Mwenyezi Mungu. Asomwogopa Mwenyezi Mungu hafai kuwa mtukufu. Kwa kumuona huyu ni mtukufu, la, anayemwogopa Mwenyezi Mungu. Utamjuaje mwate mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Huyu anamjua. Sisi tuwe na husnu dhanni basi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ilikuwa katika malengo muhimu katika madarasa ya Ramadhani ni kuthibitisha misingi ya takwa, na mja apande mumin katika haqaiqi takwa, tupande katika ile hakika tutakwa fi siri wa najwa, siri na dhahiri iwe sawa sawa. Sio wewe ukiwa mbele za watu mcha Mungu, lakini ukiwa peke yako wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam asemaje? Idha khalau an maharimillah intahzuha. Kuna watu wakiwa faragha, wewe fungua mbwa, lakini akiwa mbele za watu wali kama yeye hakuna. La ilaha illa Allah. Haitakiwi namna hiyo. Haitakiwi namna hiyo. Kuna sahaba mmoja siku moja walionana na Sayyidina Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abubakar akamuuliza kaifa aluk, akamwambia nafaka Handhala. Handhala mnafiki. Kivipi wewe ni mnafiki? Akamwambia mimi nikiwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume tuzungumzia mambo ya pepo na moto, fakaannani ara aljannata wan nara ayanan. Unaona pepo hii hapa na unaona moto huu hapa. Lakini nikiondoka kwa Mtume, nikirudi nyumbani, wa afasna nisaana wa auladana, usahau kila kitu. Kirudi nyumbani usahau yote. Sayyidina Abubakar akamwambia hata na mimi na hali ni hiyo. Ukiwa darasani pale, huyo na pepo hii hapa na moto, yani wewe utatubia ukawa khalas wa sahaba. Tembejo sisi kule amu waombea ukiwa sikitini wa sahaba. Yani wewe utamani, yani sisi tulipokuwa Ramadhani mtu atamani angekufa Ramadhani, yani ile hali tulivyokuwa tukiishi. Kweli si kweli? Kama wale wanawake wakifiliwa na waume zao, utatamani mimi unaenda, yani mwanamke akiwa kwenye idara la kufiliwa, akifa kwenye idara la kufiliwa, wanawake wengi wa peponi. Wale wafiliwa wafao na wao wamefiliwa na waume zao, maana yake mwanamke akifiliwa na mumewe hasengeni. Na saa zote waushie tasbihi 2. Huku na huku. Ya huku astaghfirullah, huku sala ala nabii. Ngoja atoke kwenye eda, wewe fungua mbwa. Mwanamke akiwa kwenye eda hata kioo akiangalia astaghfirullah. Hata ameona kioo tu astaghfirullah. Alikwambia wewe kuona kioo astaghfirullah nini? Keti jumba la zio aswa, mwanamke kukatazwa kuangalia kwenye kioo. Hata kizio zifinikwe, hafai. Mwani akhi, hafai kula bajia, hafai kula mahamri.
Yani wanawake wakiwa kwenye eda la kufiliwa huwa maswahaba huwa Sayyidatina Khadija. Hii hutabikiana na ile aya Mwenyezi Mungu wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin, kuna watu muabudu Mungu kwa msimu. Haitakiwi. Itakiwa waabudu rabbaka hatta yatiyakal, ibada yatakiwa kufuza mpaka kifo kikuilie. Sheikh Hassan, kifo kikuilie na wewe uko kwenye ibada. Imu Miwambia kila siku idha qila lakum tafassahu fil majlisi. Wewe huwezi kumpa mtu nafasi ya msikitini, utampa nafasi ya kazi? Wajua ukimpa mtu nafasi ya kazi, Mungu kupa nafasi ya pepo. Unajua hilo? Litukue sana hili. Kila ukimbania mtu nafasi ya kazi, umejibania wewe nafasi ya pepo. Kila ukimfungulia mtu nafasi ya kazi, umejifungulia wewe nafasi. Mungu asema Qur'ani ninakupa, idha qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu, mfungulie. Natija yafsahillahu, Mungu nanyi wafungulia. Naam. Kwa hiyo lengo la madarasa ya Ramadhan ni kuithibitisha ile takwa, misingi ya takwa, siri na dhahiri iwe sawa. Huna unafiki, huishi na unafiki. Unafiki ni kuishi ukionekana una sura hii, babli nafasi iko. Ukigeuka usichembecho, wale wengine kukwambia waishi na wewe ni hali ni kigeugeu. Usiishi ni kigeugeu. Unajua kigeugeu? Ule kwetu simuite kigeugeu ule chameleon, kinyonga. Ishi na msimamo. Nde na ndani ni sasa zio mpeka ule simpendi mbasi tu. Umpendaye mpende, na kiwa humpendi mwambie mimi sikupendi. Na ndio kaona Mtume sallallahu alayhi wasallam asema idha habba abdun akhahu falyuallimhu anni hibbuk. Ukimpenda mtu mwambie haswa mimi nakupenda. Na ule mwenye kuambiwa amwambie mwenzake ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani min ajli. Mungu na wewe akupende kwa ule ambao kwamba wewe umenipenda kwa ajili yangu. Kwa nini yatakiwa siri na dhahiri ziwe sawa? Asema liyas'ada fil hayati, kwa sababu hakuna wanaopata maisha mazuri kama wale wanaoishi kwa hali sawa sawa nde na ndani. Yahi, hakuna anayoishi maisha mabaya kama nde waishi vingine na ndani vingine. Wajua kisaikolojia, unapomtukia mtu ukawa ukimwona watekateka naye, kumbe ndani waumia kikweli. Na yule ambaye hajui kama wewe waumia, miskini yazidi kukuumiza. Miskini ya kila kikuona kumbe akuumiza. Sasa wewe hujui, hajui miskini yake, na wewe wajifanya kutekateka naye, salama laki waumia ndani, na yeye zidi kutekateka na wewe, kwa sababu ndio kaambiwa katika faida ya smile. Faida ya smile ni 3. Ukismile ina faida 3. Ya kwanza kuzidisha mapenzi kwa kupendaye. Ya pili kuvuta mapenzi kwa asokupenda. Yule hata sijui yanifananisha, maana kila nikimwona you smile na mimi. Yaani kila sijui labda yanifananisha, maana mimi hata simjui, lakini nafikiri kama kila nikimwona you smile labda yanifananisha, au labda mimi kuna mtu yanifananisha. Ya 3 kumzidisha matukifu anayekutukia, kama kumwambia kulmutu mwenye chuki
ajinyonge. Si wewe unipendi, utakufa basi. Mimi kwa raha zangu. Muona sasa? Na ndio ukaona Mtume sallallahu alaihi wasallam wale Mayahudi miskini walikimfanyia yeye saa zote Ismail. Sasa wale huyu sisi utafuta kumuudhi, huyu sisi humkera, lakini mbona hakereki? Atakereka yeye. Naye Mwenyezi Mungu ndo ampelekeshaye huyu. Huyu ametengezwa kisaikolojia na Mwenyezi Mungu kila kitu. Aoneshwa kwamba ukitaka kuishi vizuri, ukitaka kumkera anayekukera usikereke. Ukitaka kumkera anayekukera usikereke, lakini banake kumfikisha malengo anayekukera ni wewe ukereke. Nishampata. Sasa yeye maana yule kutoka naye maana yake atakayofanya nini? Waambiwa siku zote akifurahi aloshindwa, faida ya kushinda iko. Ikiwa yule alofungwa sasa faida ya kushinda nini? Sasa ni yule aloshindwa pia ajigonge na zile bimu, lakini yeye alofungwa sasa faida ya kushinda nini? Tutamuiwa aloshinda ni upi? Aloshindwa usherekea. Subhanallah, subhanallah. Sasa lengo la kuwa wewe uishindani na nde sawa sawa, liyasaada fil hayatain, upate saada duniani na akhira. Na saada si kuishi tajiri, ni kuishi wewe. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatas'ad, fatarla. Saada kwa maana kuridhika. Si kila mwenye nacho ameridhika. Hakuna anayefaulu duniani kama anaishi kwa kuridhika. Na ndio angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam asemaje, warda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas. Warda, ukiridhika kila ulo nacho wewe ndio tajiri. Matajiri wangapi ulalamika? Ni kweli si kweli? Jamani, mimi wauliza nyinyi hapa, mwayo matajiri? Sisi si matajiri, lakini hatuwayo matajiri. Sisi ndio tufanya kazi kwa matajiri. Humsikii tajiri yako kilalamikia kazi hakuna siku hizi bwana, kazi imevundika. Sasa wewe ulalamika kazi imevundika, hamifanya kazi kwako nene hii nini? Ukwambia yao kwamba mshahara nikikucheleweshea usifanye nini? Usilalamiki. Sasa mimi ufanya kazi kwako, wewe unilalamikia, hamim nene. Hiyo ni ndia hiyo ya kukwambia bwana please nakwambia kabisa in advance kazi imeshuka. Zimeshuka hii. Mimi waona mimi watu ya kununua wanambia kazi imeshuka. Lakini ni ile kukosa warda bima qasama Allahu lak. Warda bima qasama Allahu lak. Warda ni wachache, na ndio kaona Mwenyezi Mungu katika Qur'ani asema wa qalilun min ibadiya. Si kwamba wachache hawaabudu, waabudu ni wengi, lakini kwenye kushukuru. Na Ibilisi hakumwambia Mwenyezi Mungu waje hawatakuabudu, alimwambia wala tajidu aktharuhum shakirin. Mimi nitawafanya waabudu sana. Nyie abudu, abuduni, someni Qur'ani, fungeni sita, fanyeni, toeni sadaka, lakini kushukuru ndio tatizo. Wajua kushukuru, the championship, bingwa si yule anayeshukuru wakati amegongeka akaenda kufanya x-ray akaambiwa haina neno ni maumivu tu akasema alhamdulillah. The championship ni yule alioshukuru kabla hajagongeka. Hebu niambieni kweli hapa msikitini, nataka mmoja inue mkono, alipoinuka tu akafungua macho akaona kana alhamdulillah, si haba naona. Mmoja tu inue mkono hapa, mmoja tu, tuweni wa kweli. Lakini angeinuka kwa kidogo, kila kifanya yao haoni, kila kifanya yao akaenda hospitali akatiwada, si haba, liona ndio kuisha. Muona? Sasa championship ni yule ambaye anashukuru ile neema kabla haijatokea tatizo. Na ndio Mungu akasema, Ibilisi alimtukulia ahadi Mwenyezi Mungu kwamba wala tajidu aktharuhum shakirin. Wengi utakuta kushukuru ni shida. Hakuna ibada nzito kama ibada ya kushukuru. Sasa ndio Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume
wala saufa yutika rabbuka, hakumwambia wewe utaishi maisha mazuri, fatarda, utaridhika. Ibada ya kuridhika ndio ibada shida. Wayafuza fi darain, na utafaulu katika dunia na akhira. Wayaslama min mujibati alkhizi wan nadama, na usalimike na kila jambo ambalo kwamba la sababisha kupata khizi, kupata khizaya. Ukipita huku zungumza kwa hili, ukipita huku zungumza kwa hili, au kupata khizaya ufanye amali na wewe hujijui kwamba amali hii itakusababisha hasara kesho akhera. Mwenyezi Mungu asema sanastadrijuhum min haithu wa umli lahum inna kaidi. Yakhi, ndugu zangu Waislamu, kuna watu wanafanya mambo hawajielewi. Yeye huona mimi sina, hakuna neno, yeye anaendelea tu katika mabaya, katika mashari, katika maovu bila kujielewa. Subhanallah. Ikifika wakati atakutadaraki yako wapi, inafika rabbi rji'uni, Mola nirudishe, yako wapi? Allati yukhza fiha aktharul mukallafin, wingi katika mukallafina sisi tujisahau, tumo tu tuendelea tu na tamada, tumeingia katika mashimo na hatutambui. Hii ndio hatari tulionayo. Sisi tunaona tuko kwenye sawa. Subhanallah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna watu amewajalia kuwafuata wale ambao kwamba wao hawana manufaa yoyote hapa duniani wala kesho akhera, bal kesho akhera itakuwa ni wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun. Una hakika kesho wewe hutotamani kuwa na huyu, lakini leo wewe kwa maslahi machache uko tayari kuua, uko tayari kutukana, uko tayari kuvundia heshima kwa ajili. Subhanallah. Na kesho ukaambiwa wewe uko tayari kuwa na huyo, uko tayari kuwa na mtume, uko tayari kuwa na huyo. Kwa nini wewe upigania kwa ajili ya huyu? Kwa nini leo uweze kugombana kwa ajili ya huyu? Pengine uko tayari hata kujinasibisha na yeye, na huko tayari kesho kuitwa kwa jina lake yeye. Na Mwenyezi Mungu asemaje? Uhshuru alladhina dhalamu wa azwajuhum. Unaona? Uhshuru alladhina dhalamu wa azwajuhum. Unaona, Mwenyezi Mungu asema wafufueni wale walikuwa wakidhulumu, wao na wendani wao. Azwaju kwa maana mwendani. Wama kanu yaabudun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Wapekeni wote, waqifuhum innahum mas'ulun. Wasimamisheni tuwaulize, ma lakum la tanasarun, mbona leo hamusaidiani? Kule ulikuwa ukisema mimi niko na fulani, nikipatikana na matatizo utapiga simu, niko na mkubwa, mbona leo hamusaidiani? Bal humul yawma mustaslimun, wote leo nani atanena, nani atazungumza? Ikiwa mitume watakuwa wakisema Mwenyezi Mungu leo amekasirika, hasira, hakuna wezao kufanya nini? Kumwambia lolote, mpaka Mtume Muhammad SAW aseme ana laha, msalie mtume. Jamani, hayo hiyo ni stage ndogo. Mitume watasema leo Mwenyezi Mungu amekasirika, hasira sio mchezo. Mpaka Mtume Muhammad asema nyinyi mwaona amekasirika, lakini mimi kwangu hana hasira. Na mtaka kuona kwamba kwangu hana hasira, ana laha. Hiyo ndio sehemu yangu mimi. Hiyo ndio. Jamani, saa nyingine kuna mtu kwambia bosi, mzigo wangu umeshikwa na nani na fulani. Hiyo kazi ndogo, ngoja nipige simu. Kazi ndogo, wewe unaona mambo makubwa. Basi watu mitume, jamani Mwenyezi Mungu amekasirika, hasira, wende kwa Adam, wende kwa Isa, wende kwa Musa, wende kwa nani, wende kwa mje mtume. Na Mwenyezi Mungu afanye kusudi, piteni kwa mitume. Walikuwa Mwenyezi Mungu awekeze tu kwa mtume. Wataka wajue faida ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manake lao angekwenda moja kwa moja kwa mtume angesema pia Mungu angekwenda kwa Musa pia angeweza. Tumepita kwa wote hao, kila mmoja Rabbi nafsi
lakini nataka mumjue huyo Mtume Muhammad. Nyinyi mlikuwa mkisema mtume kama mtu we salie mtume. Allahumma salli sallim alayhi wa ala ali. bal hum al-yawma mustaslimun, kila mmoja istaslama li amri al-wahid, kila mmoja amejisalimisha. Wale wanaona leo wana nguvu, wana power, wana uwezo, tutawahamisha, tutawanyanyasa, tutawafanya nini? Hakuna mwenye power. Mwenyezi Mungu aulize tu, limanil mulku al-yawm, limanil mulku al-yawm. Hakuna anayejibu, ya mwenye ajibu lillahi al-wahid al-qahhar. Kijana alimuuliza, babu alimuuliza mtoto wake, akamwambia, mwanangu, ikiwa kuna mtu ameshika bunduki yuaua watu, wataka wewe asikuue, utafanya nini? Akamwambia sijui. Akamwambia kakae naye, kakae naye hatakuua. Akamwambia sijafahamu. Akamwambia ikiwa Mungu ana hasira, wataka asikuadhibu, nataka kae karibu yake. Bwana Mwenyezi, kuwa na Mola wako ndugu yangu.